Kumekuwa na mtazamo tofauti pale ambapo wasanii wanaama kwenye muziki na kuja kwenye biashara. Kwa Tanzania hapa, Diamond Platnumz nafikiri ndo msanii ambaye anaongoza kwa kuwa na biashara nyingi sana. Unafahamu kwamba ni CEO wa Wasafi Media, lakini pia ni balozi wa makampuni tofauti, lakini pia yeye anamiliki Wasafi Beti. Unafahamu kwamba leo na perfume, karanga na vitu kama hivyo. Lakini jana rasmi amezindua sabuni yake mpya ambayo inaitwa Wasafi Sabuni. Niko na Mr. Pimbi kwa ajili ya kuzungumza fakti nyingi sana. Na nikwambia kwamba Mwijaku jana ile aliongea na kusema kwamba atakuja kumtaja anayemiliki sabuni ni nani. Pengine Pimbi anamjua. Kwa kunogesha ndio mwingine, labda Pimbi unamjua mmiliki wa sabuni ni nani? Mzee wa Fukunyuku. Mzee wa Fukunyuku, kwa kufukunyua. Kwanza Pimbi, nataka nifahamu kwa namna yako ubunifu aliotumia Diamond kwenye kuzindua sabuni hizi, kwa sababu tulishakushuhudia huko nyuma kama clip ikionyesha makontena akiwa anaingia na Wasafi sijui nini, kumbe ni sabuni. Kwa nini ameamua kwanza kuzindua kwenye iftar? Kwa nini asingefanya press? Kwa nini asingefanya kama anafanyaga siku nyingine, ameamua kuzindua kwenye iftar? Nadhani ubunifu ni kitu ambacho kinahitajika sana, na ubunifu ni kitu ambacho kinaleta utofauti. Kila mtu siku hizi akitaka kuzindua jambo anazindua kwa press. Anaita waandishi wa habari, anazungumza na waandishi wa habari. And I think ndo maana alihairisha ile place ya last week. Nadhani aliona bora aifanye kitu tofauti. Ndio. Na imekuwa ni kitu kizuri, imekuwa ni kitu kikubwa sana kwa sababu watu wengi sana walifuatilia iftar ya Diamond. Na kulikuwa kuna ma-celebrity wengi sana. Kwa hiyo ile ilikuwa ni platform kubwa kuliko vile ambavyo angeenda kwenye place, kwa sababu kwenye place asingepata wale ma-celebrity wote. Lakini kwenye iftar amewakusanya ma-celebrity wengi. Kwa hiyo naweza kusema kwa namna moja ama nyingine ni ubunifu mkubwa sana. Na to be honest, Diamond ni moja ya wanamuziki ambao wananufaika sana na ubunifu kwenye shughuli zake mbalimbali, iwe za muziki mpaka biashara na vitu mbalimbali. Kwa hivyo kongole kwake kwa kuzindua hiyo. Yes, kwa namna ile imekuwa ni kitu cha kipekee sana kweli. Watu wategemea ni iftar tu pekee. Mimi nijua na kufutulisha na vitu kama hivyo. Lakini kwenye iftar kumekuwa na biashara ndani yake. Mtaalamu huyu jamaa very good. Yaani jamaa mimi namkubali kwenye watu wake ubunifu, wanaonekana wanabuni vitu sana. Yeye mwenyewe pia yuko vizuri, kichwa kinachangamka, lakini anaonekana ni mtu ambaye anapokea maoni. Kulikuwa na matukio mengi sana yametokea siku ya jana, tukaeka kibao wasanii huku baga umeme ukakatika nasikia ukarudi. Yote yametokea hayo. Kwako Pimbi, ukitazama Diamond Platnumz, ni sahihi kwake kuwa na umiliki wa sabuni? Kabisa. Kama Baresa anaweza kamiliki biskuti ya shilingi 50, why not Diamond Platnumz kumiliki sabuni ya shilingi 500, 1000, 1500, 2000? Ni biashara kubwa sana. Na unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sabuni ni biashara ambayo matumizi yake yapo kiasi. Wewe Dylan na mimi na watu wengine huwezi kupitisha 24 hours hujaitumia sabuni. Yaani fanya vile utakavyoweza. Lakini huwezi kupitisha masaa 24 bila kuitumia sabuni. Kwa hiyo Diamond amebuni kitu kizuri sana ambacho matumizi yake ni ya kila siku. Kwa hivyo imekuwa ni kitu kikubwa sana. Lakini kumekuwa kuna fununu kama ulivyosema. Miliki ni nani? Mwijaku ameongea sana. Kama kumiliki yupo, kuna tofauti na hayo Diamond, kuna mtu ambaye kuna mtu ambaye anamiliki hiyo vitu. Labda kwanza nianze kwa kulielezea hivi. Kwanza sio dhambi kutengeneza kitu chako alafu ukatafuta mtu ambaye anaweza akawekeza hisa. Uwekezaji wa hisa ni kitu ambacho ni worldwide. Na wafanyabiashara wakubwa wako huko kwenye uwekezaji wa hisa. Kwamba bana, mimi nina kiredio changu hiki. Unakuja wewe Dylan unawekeza hisa pale. Tunaboresha kile kiredio chetu. Kinavyoenda sokoni, wewe Dylan unachukua shilingi 100 kutokana na katika shilingi 100 unachukua shilingi 40 katika uwekezaji wako, na mimi nachukua shilingi 60 katika uwekezaji wangu. Ni biashara, na biashara siku hizi nataka hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi hakuna ubaya kama ikitokea ile sabuni ina hisa, au kuna mtu amewekeza hisa, au labda ni ya mtu kawekeza labda
pesa yake, ye Diamond jina lake tu linatumika. Sioni ubaya wote, kwa sababu end of the day tunajiuliza sabuni sio ya Diamond, ananufaika hanufaiki? Na mimi nataka nikwambie katika mastaa ambao wanajua kuyatumia majina yao kibiashara, Diamond Platnumz is one of them. Yuko pale namba 1 anaongoza Afrika Mashariki na Kati. Ndio msanii ambaye ama celebrity ambaye anajua kulitumia jina lake kibiashara. Kwa hiyo hakuna dhambi yoyote wala hakuna ubaya wote. Sasa na wewe Diamond, ni mtu aje hapa akwambie bana Diamond, kutokana na brand yako mimi nataka nifungue nataka achana na media, nataka nilete feni zitakuwa zimeandikwa jina la Diamond, natumia jina lako. Ndio. Lakini feni ni za kwangu. Wewe bana mimi nitakulipa. Kwanza natumia brand yako, nitakulipa kiasi hiki. Ndio. Lakini pili nitataka wewe uwe unafanya promotion. Na ukisimamia hiki kitu, malipo yako haya. Kuna ubaya? Hamna ubaya. Hakuna ubaya. Muhimu unafaidika na yanafaidika. Exactly. Sasa tuachane na huko. Tuje kwenye uhalisia kwa namna ambavyo picha inavyoonekana. Tunajiuliza swala kawaida. Kwani Diamond hawezi kumiliki sabuni? Anaweza. Yaani kwa uchumi aliokuwa nao Diamond Platnumz ashindwe kumiliki sabuni, kutengeneza sabuni zake mwenyewe? Anaweza. Ni kitu ambacho kinawezekana. Vingekuwa ni vitu vizito tungeanza kudauti mandege haya. Magari kwa Diamond kimeshakuwa kitu cha kawaida. Labda kampuni ya magari na nini. Kuna vitu vizito ambavyo Diamond akivimiliki lazima tuanze ku-question. Kwamba imekuaje. Lakini kwa uchumi wa Diamond kuwa na biashara ya sabuni, kitu ambacho hata we Diamond leo unaweza ukalala ukaamka ukaamua kuzalisha sabuni zinaitwa Diamond. Ni jambo ambalo linawezekana. Utalifanya kwa ukubwa gani, hiyo ni kesi nyingine. Lakini tayari na wewe unamiliki sabuni zako. So kwa Diamond ni biashara ambayo I know ni kitu ambacho anaweza kufanya 100% bila kuhitaji support yoyote. Asilimia kabisa. Pengine kama kuna mtu ambaye yupo naye anafanya naye biashara hii. Inawezekana Diamond ana asilimia kubwa zaidi kuliko huyo mtu. Kwenye kuchimba kwa undani zaidi ni ngumu. Kama kuna mtu anashare naye inategemea. Kama Diamond atakuwa amewekeza fedha zake, maana yake yeye atakuwa anachukua nyingi kuliko huyo mtu mwingine. Lakini kama huyo mtu mwingine kaweka fedha, yeye Diamond brand yake inatumika, maana yake mnufaika mkubwa sana atakuwa ndio huyo aliwekeza. Lakini mimi nikutoe wasiwasi kabisa. Na niwatoe wasiwasi mashabiki na wadau mbalimbali wa Tanzania, all over the world. Hii ni sabuni ya Diamond. Hakuna mtu yote aloko pembeni. Hakuna. Sabuni umeiona ile sabuni umeona kwa kuishika pembe? Kuishika sijafanikiwa. Sababu imezinduliwa jana. Branding yake umeionaje? Kwa sababu Diamond anasifika sana kwenye ku-create branding ya vitu kuanzia muonekano. Kwa muonekano, kwa namna ambavyo unaonekana iko vizuri. Sasa labda tukishaitumia tutajua sasa kwamba ina povu au longolongo. Kwa hiyo ngoja tukisha mama akishatumia huko Mama Pimbi. Mama Pimbi. Mrs. Pimbi akishaitumia huko atatupa majibu kwamba bana. Nimeona comment ya shabiki mmoja Diamond baada ya kupost ile sabuni akaandika akasema nimeitumia jana, hii sabuni ni nzuri. Diamond akaenda kujibu pale akamwambia asante sana, akamtag pale. Haijauzwa tayari, kashatumia. Wabongo hatari. Anakuambia Diamond anakuambia makontena 30 tayari yashaingia nchini hapa. Sio mchezo. Na yote hayo yako kwa usambazaji tayari. Sio mchezo, makontena 30. Anatengenezea nje hii. Sio mchezo. Of course ukitaka kuitengeneza kisasa zaidi lazima ukubali kwa. Kazalishwe vizuri, package iwe nzuri. Harufu. Unajua sabuni ni harufu sometimes. Ukiachana na ile kemikali, yani sabuni kuwa na povu na iweze kusafisha vizuri. Kitu kingine ni smell. Watu wanasema labda inawezekana kuna mkono wa kusaga, kwa sababu kusaga na Diamond wanashirikiana, hapa kuna mkono hapa labda GSM. Mimi sitaki kukataa. Kuna mkono wa mtu yoyote. Lakini what I know, sabuni ni kitu ambacho kiko katika uwezo wa Diamond. Mimi naitwa Mjumba Burudani D3 Dylan. Katika yale mengi ambayo alikuwa anataka kuyazungumza Mr. Pimbi umeyasikia hapa kuhusiana na umiliki wa sabuni. Kwa mujibu wake anakuambia hana wasiwasi juu ya umiliki wa Diamond Platnumz wa sabuni hizi, Wasafi sabuni. Nenda ka test labda zitakuwa nzuri. Asante, endelea kufuatilia KJCheri TV.